Taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipata taarifa ya mrithi wa Frederick Werema. Mheshimiwa Lissu. Naam Mheshimiwa. Mheshimiwa Lissu. Humu ndani tuko wabunge ambao tunategemea kwanza kanuni ndo zituongoze, lakini pili vile vile tuwe na tendency ya kuheshimiana kwa lugha na namna ya kuapproach. Hivi vijembe vingine haviwezi kutuletea mabadiliko ya wananchi wetu. Unazo hoja za msingi, ziweke kwenye flow na mimi nitakuruhusu. Maswala huyu kamrithi nani, atarithiwa na nani, sio kipindi cha. Nakuomba jikite kwenye hoja ya kuweza kuleta wananchi wajue kitu gani unataka kuzungumza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ya msingi ni kwamba taifa hili linaangamizwa na impunity na ukosefu wa uwajibikaji. Wakosaji hawaadhibiwi, wanaotakiwa kuadhibiwa na rais hawaadhibu. Hiyo ndio hoja yangu. Hoja yangu sio kumkajeli rais. Hoja yangu ni kwamba majaji wamepokea rushwa, imeonekana kwenye kamati, imeletwa, zimezungumzwa bungeni, tumesema washughulikiwe kikatiba, rais amekimbia. Sio kumkejeli, rais amekimbia, hajatimiza wajibu wake kikatiba. Mwanasheria mkuu wa serikali, kazi yako sio kushauri bunge, kazi yako ni kuishauri serikali. Mshauri rais atimize wajibu wake kikatiba, sio kushauri bunge. Kazi ya bunge ni kuishauri serikali. Wewe huwezi kuwa mshauri wetu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, tatizo letu ni impunity. Hawa ambao wanaiba kila mwaka tunaletewa taarifa. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako tukufu kama linaunga mkono uchafu huu halitachukua hatua, lakini kama linataka tupute an end kwa uchafu huu, kwa wizi huu, kwa ubadhirifu huu, mwaka huu tuanze na mawaziri wanaohusika na taarifa zilizoletwa hapa. Fedha zilizokuwa ring fenced za madini za REA zimeliwa. Halmashauri ni wizi mtupu. Mawaziri wa halmashauri hizi wanafanya nini? Wanapokea mshahara wa serikali ili wafanye nini? Walioshiriki kwenye wizi huu wanasubiri nini? Kwa nini hawakamatwi? Waheshimiwa wabunge, kama mnataka tuchukue hatua tukomeshe uchafu huu, tuanze na hawa walioko humu ndani ambao ni saizi yetu. Halafu tuwaambie watakaoteuliwa kwamba mkawakamate na kuwashtaki na kuwafilisi wale ambao wameiba mabilioni haya. Tukionyesha mfano wa mawaziri hawa wanaoiba, wasiachiwe wakaenda kuzila hela za wizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba kwa mara nyingine tena kwa heshima zote kushauri. Umeshatoa mwongozo kuhusu hili swala, lakini na hapa baada si muda mrefu tuta break. Naomba tena kwa heshima yote Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wabunge tunapopata fursa ya kuchangia na tukiongozwa na kiti tuheshimu. Na ninavyoona hapa mnajipindua ninyi wenyewe, kwa sababu kama hamwezi kuheshimu kiti, ndio mamlaka yenyewe yale. Mimi sitaki kujitetea, lakini jana nilisema nimetumia utaalamu wangu wote kutetea hadhi ya bunge hili lisingiliwe na mihimili mingine. Kama bunge hili itabidi liheshimike, nilibaki na heshima yake, na mimi napenda liheshimike sana. Ni lazima tuwe na utaratibu wa kuheshimu mamlaka inayotuongoza, kwa sababu na katiba iko wazi. Mheshimiwa wabunge, kiti kimetoa mwongozo, lakini rais atawajibishaje majaji? Rais hawezi kuamuka tu anaenda kuwajibisha.
kwenye katiba kuna ibara ya 113. Mimi nataka kutoa ufafanuzi, ndio taarifa yenyewe. Mheshimiwa Ejini, nimekuruhusu. Asante Mheshimiwa. Ibara ya 113. Kwanza ibara ya 112 ndio inaunda tume ya utumishi wa mahakama. Na ibara ya 113 inaeleza majukumu ya mahakama, ya tume hii ya utumishi wa mahakama. Na mwaka juzi bunge lako tukufu lilitungwa sheria inaitwa Judicial Administration Act. Sasa pamoja na mambo mengine ilifuta sheria inaitwa Judicial Service Commission Act. Haya majukumu sasa yameingizwa kwenye ile sheria. Mheshimiwa Ejini. Sasa nachotaka kushauri Mheshimiwa ni kwamba mojawapo ya majukumu ya kamati ya tume hii B ni kumshauri rais kuhusu masuala ya nidhamu ya majaji. Yaani rais hawezi tu kuchukua hatua kabla hii tume haijafanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni katiba ndio nasoma. Ibara ya 113, ibara ndogo ya kwanza B inasema kumshauri rais kuhusu masuala ya nidhamu ya majaji. Kukiwa na tuma kama hizi, Mheshimiwa Rais anazipeleka mahakamani kwa jaji mkuu, kule tume hiyo Judicial Service Commission inafanyia kazi, halafu inampelekea ikiwa imetoa na mapendekezo yake kwamba hawa bana tumeona ama kuna matatizo wamefanya ama hakuna, halafu rais anafanya maamuzi. Serikalini sisi kwa sababu ndio tunasimamia utekelezaji wa sheria sahihi zilizotungwa na bunge hili, lazima tuwe na nidhamu ya kufata sheria hizo na katiba. Hatuwezi kufanya kazi kwa namna ambayo baadhi ya waheshimiwa wabunge wanataka tufanye. Rais akifanya hivyo tena tutampeleka mahakamani kusema bwana unavunja katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana.